Tumsifu Yesu Kristo. Kuna askofu mmoja katika mahubiri yake alisema kwamba kuna njia nyingi sana za kuheshimiwa. Unaweza kuheshimiwa kwa kupata alama za juu. Tuseme kwamba uko shuleni ama uko chuo kikuu pale, ukipata alama za juu sana unaheshimiwa. Wanasema kwamba wewe una akili sana, unapewa heshima zako. Na pia unaweza kuheshimiwa kwa kupata medali. Medali ni kwamba unafanya vizuri sana. Na wengine pia unaweza kuheshimiwa kwa sababu uko katika kundi fulani au vilabu fulani au mashirika fulani, unaweza kupewa heshima. Lakini vile vile kama kuna njia za kuheshimu, lakini pia kuna njia ya kuaibisha watu pia. Unaweza kuaibishwa, ndugu zangu, wakati ambapo kosa lako ndogo ambao ulilifanya ikawekwa wazi, mtaa nzima inafahamu kosa lako ambalo ulilifanya. Unajikuta kwamba unakuwa ngumzo la mtaa nzima, unaongelewa, basi unakuwa na aibu sana. Katika kipindi hiki cha Yesu, ndugu zangu, kulikuwa pia na njia maalum za kuwaheshimu na pia kuaibisha watu. Tunaangalia yule mfano wa wanaume wote ni kama walizaliwa kana kwamba wao wanaheshima kipindi cha Yesu, kwa sababu mwanaume alipaswa kuwa mtu ambaye anaheshimiwa sana kipindi cha Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia ukiangalia kwa upande mwingine, upande wa wanawake walizaliwa kama watu ambao wanapaswa kuwa na aibu. Wao wanatoa heshima tu, lakini wale walikuwa wanaibishwa, walikuwa na aibu. Ukiangalia katika Injili ya leo inatuambia kuhusu yule mwanamke ambaye alipatikana katika hali ya uzinzi na akaletwa mbele ya Yesu ili aweze kuhukumiwa, na waliokuwa nasikiliza masomo ya Injili walitaka kumrushia mawe wale washika sheria. Na pia inasemekana kwamba hapo awali katika mila za desturi za Wayahudi kwamba mwanamke akipatikana anafanya uzinzi, moja kwa moja yule mwanamke anauawa kwa kupigwa mawe. Na vile vile mwanaume anaenda anachukua talaka kwa sababu tayari amemwaibisha mwanaume na pia amejiaibisha mwenyewe. Mwanamke anapatikana katika uzinzi, basi anapewa talaka kana kwamba alikuwa anafanya uzinzi mwenyewe. Na hakuna sehemu ambayo imesema kwamba mwanaume angepatikana akifanya uzinzi basi mwanamke angempa talaka. Hakuna hata sehemu moja iliyosemwa. Mara nyingi ilikuwa mwanamke peke yake. Mume alipofanya uzinzi, ni mwanamke ndiye anaonekana kana kwamba ana hatia mbaya, pengine amtunzi mume wake, au pengine yeye hana upendo, au pengine anawekewa lawama nyingi sana. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba ni heshima sana kuwa mwanaume, lakini pia ni aibu sana kuwa mwanamke katika kipindi kile cha Bwana wetu Yesu Kristo. Hapo ndugu zangu, anakuja Yesu na Yesu anasema kwamba ni makosa kwa mume kumwacha mke na baadaye kuoa mwanamke mwingine. Hayo ni maneno ya Yesu. Ni tofauti na maneno ya Waisraeli na wale ambao walikuwa wanatunza sheria. Yesu anasema kwamba ni vibaya sana mwanamume akimwacha mkewe na baadaye anaenda na anamuoa mwanamke mwingine. Na Kristo anasema hapo mwanzo mume na mke waliumbwa ili wasaidiane. Wote wawili waliumbwa wawili na baadaye wanakuwa kitu kimoja na baadaye wanasaidiana. Kwa hiyo mmoja akimwacha mwingine basi ni dhambi. Yesu Kristo anasema sio halali mwanamume kumwacha mwanamke kwa sababu wote waliumbwa kuwa kitu kimoja, na hiyo ndio ilikuwa kazi ya Mungu, ili wote wawe pamoja na waweze kusaidiana. Kwa hiyo yule ambaye anaenda kumwacha mkewe basi tayari anaangukia kwenye uzinzi. Ndugu zangu, tunaweza kuongelea kuhusu uzinzi. Ni amri ya 7 ya Mungu. Dhambi hii ndugu zangu inatendwa sana. Ni dhambi ambayo ipo katika historia yake, na ni dhambi ambayo inatendwa kila siku, kila saa, na asilimia kubwa ya wanandoa na hata wale ambao hawaishi katika ndoa wanatenda hii dhambi ya uzinzi. Ndugu zangu, na njia mbalimbali ambao wale watu ambao wanaishi katika ndoa au wale wanaoishi pengine bila ndoa lakini wanaishi pamoja wanaweza kuzuia hii dhambi ya uzinzi. Ningependa niongelee kwa upande
wa mwanamke anahitaji nini katika maisha tunayoishi kila siku. Pengine uko katika sakramenti ya ndoa au hujafunga ndoa lakini mnaishi pamoja. Ya kwanza, ndugu zangu, hii inaenda kwa wanaume. Mwanamke anahitaji mapenzi. Kwa mwanamke hii inaashiria usalama, inaashiria ulinzi, na pia inaashiria faraja, na pia inaashiria kibali. Mwanamke anapopendwa, basi yeye anahisi kana kwamba anapendwa, anakubaliwa, ana ulinzi, na pia yeye anahitajika, na pia kuna usalama. Kwa hiyo kwa wanaume wote, kama wewe unaishi na mwanamke lakini haumpendi, tayari unampatia kishawishi ya kwenda kuangukia katika uzinzi, kwa sababu haisi usalama, haisi ulinzi, hana faraja, na pia hana kibali chochote. Mwanamke lazima apendwe. Kwa hiyo mapenzi yanaweza kuonyeshwa kwa njia mbalimbali, pengine kumkumbatia. Wangapi huwa mara nyingi wanakumbatiana kule nyumbani? Tumsifu Yesu Kristo. Mimi sipo, mimi naongelea tu na ubiri. Haya, sawa. Nimeona mmoja pale wanakumbatiana pale mara moja, sio nani amenyosha mikono yake kule chini, na wangapi wanabusu nyumbani. Okay, busu ni mila za kisasa ndio, lakini inaashiria mapendo. Wangapi wanaletewa maua? Kama uchawahi kuletewa maua, ndugu zangu, wanawake, nyosha mikono yako juu nione. Kwa hiyo letewa maua, basi sisi tuna TV inatuonyesha mambo mengi sana. Wangapi wameshapelekwa pengine kule nje kwenye beach, kwamba twende kwenye beach pale, au twende kwa chakula cha jioni tule pamoja na tuzungumze pale. Mimi mara nyingi tunafanya na Father Amos, pengine ikifika Jumatano tunaenda chakula cha jioni pale nje, tunazungumza, tunapiga ombea waumini, tunapiga ombea, baadaye tunarudi tumesharidhika. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo inaleta ile mapenzi, na pia inaleta ile mapendo kati ya familia. Ndugu zangu, haya ni maneno madogo ndio, lakini yanaleta ile umoja katikati yetu. Lakini pia kuna mazungumzo. Mwanamke pia anahitaji mzungumze na mke wako, anahitaji kusikilizwa. Na wanawake wanaumbwa kwa njia ambayo lazima umsikilize, akiwa na kisirani, akiwa kwenye hali yake ile ya kawaida, akiwa kwenye mambo. Mwanamke ana mambo mengi anahitaji pengine, ndugu zangu, kumsikiliza. Na ndio maana ni vizuri mkiwa na vikao mbalimbali. Ndugu zangu, katika familia yenu mara ngapi mmekuwa na vikao ya baba na mama? Tukae chini na baadaye tuanze kupanga, mwezi huu wewe umepata shilingi ngapi? Nimepata 800,000, mimi nimepata 300,000, basi tuweke pamoja. Sasa tufanye nini mwezi huu, au pengine hizi miezi miwili tufanye nini? Basi mnapanga pamoja. Hizo vikao, ndugu zangu, ni muhimu sana katika familia, na ndio maana hata kwenye parokia tunakuwa na vikao mbalimbali ili tuende pamoja. Na pia familia tunahitaji vile vikao vya kawaida, tunahitaji mazungumzo ya kawaida ili mambo pia yaweze kuenda. Kabla ya ndoa, mimi nawapokea sana wale ambao wako fresh kwenye ndoa, wanakuja wanataka kufunga ndoa, wanakuja pale ofisini wameshikana mikono, wengine wameshikana hivi, nasema kama basi upendo umepamba moto, wanazungumza, na hata wakitembea wanazungumza. Ile upendo, ndugu zangu, na mazungumzo na ukaribu, hiyo ndugu zangu, iendelee hata baada ya kufunga ndoa. Mwanamke pia anahitaji uaminifu na uwazi. Yale yote ambayo unafanya kule kazini, njoo umwambie kwamba mimi kazini leo hii nimekutana na yule bosi amenishurutisha, pengine amenifanyia hivi na hivi. Uwe wazi, umwambie kwamba leo hii mimi nitachelewa, naenda kukutana na marafiki zangu, tunaenda kupiga bia kidogo, nitakuja nimechelewa. Ile uwazi, sio kwamba unaondoka tu unarudi jioni na baadaye basi mambo yanaanza kuwa chafu. Kuna baba mmoja ambaye kila siku amekuja amechelewa. Kwa hiyo anapokuja amechelewa, na baadaye anaanza kuongea maneno matamu kwa mke wake. Mke wangu mpendwa, nakupenda sana. Mke wangu jamani, nimekuja. Anakuja na maneno matamu sana. Basi mwanamke anasahau, na baadaye wanaendelea wanalala. Kwa hiyo siku moja yule baba alirudi amechelewa sana. Mama alikuwa amekasirika sana. Kwa hiyo akaja akasema, mke wangu mpendwa sana, mrembo, yani wewe ndio dunia nzima, yani kitu kama hicho. Na yule mama pia akamwambia, jamani, mme wangu, mama mzuri sana, baba mzuri sana, yani wewe unaweza baba wa watoto wangu wawili kati ya watoto wangu watatu. Tumsifu Yesu Kristo.
Tangu ile siku ndugu zangu, yule baba hakuwahi kurudi jamani, muda umeenda, alikuwa anawahi nyumbani. Kumbe kuna mtu ambaye alikuwa anamsaidia kule nyumbani. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima tuwe wawazi na pia tuwe waaminifu kwa yote ambayo tunayafanya katika familia zetu. Na pia kuna issue ya fedha. Baba anapata mishahara pengine 300,000, mama anapata mishahara pengine 200,000. Tuwe wawazi. Kuna wengine ambao ukiwauliza hajui mume wake anapata mshahara shingapi, hajui mwanamke anapata mshahara shingapi, lakini walifunga ndoa wakawa kitu kimoja kama Kristo alivyosema. Tuwe wawazi kifedha. Lakini kuna wengine ambao baba anafanya kazi, mama ni mama wa nyumbani, lakini baba anapata mishahara ya milioni 4, lakini nyumbani anamwachia shilingi 2,000 na ana watoto 6 pale, na hiyo ni 2,000 ya siku nzima. Ndugu zangu, tusiwe wachoyo. Lazima mama pia afurahie ile furaha ya kupata fedha na kupata mahitaji yake ya kawaida. Na mwishoni, akina mama pia, wanawake wanahitaji kumwona baba ni kama kiongozi. Baba, uwe kiongozi wa familia. Baba, ukisha kuwa kiongozi wa familia, basi mama atajihisi vizuri sana. Ongoza familia yako vizuri, penda familia yako na pia uwalinde familia yako. Wewe ni kiongozi wa familia. Lakini vile vile pia ndugu zangu, kuna akina baba wana mahitaji yao kutoka kwa wanawake ili kuzuia ile hali ya uzinzi. Kuna utimilifu ya mahusiano. Mke lazima aelewe hitaji ya mwanamume, lazima aelewe hitaji ya mwanamume. Kuna watu wengi anakuja hapo, ukimwangalia ni mtu mzima, yani unaona ni mkali sana, lakini akienda kule nyumbani ananyimwa kila siku. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu, usije ukamnyima na baadaye ukimnyima itabidi aondoke na aende, na hiyo ni kama ubinadamu. Lazima uelewe hisia ya mwanamume. Wengi wanateseka kwa sababu hawapewi haki zao. Na pia kuna ile ushirika na burudani. Kwenye malezi yetu sisi siwaamini injilee kama waseminari ama mapadri, lakini kuna vitu ambavyo vinaleta ile ushirikiano katika nyumba. Sisi kuna zile michezo mbalimbali, kuna kadi, kuna zile michezo mbalimbali mnazojua. Angalau mpate muda mcheze kadi nyumbani pale, mcheze ile sio nini mnacheza pale, inaleta ile burudani kule nyumbani. Isije kana kwamba ni polisi na raia. Polisi simama, nenda kule, rudi, kaa pale. Yani unaona kana kwamba ni polisi na raia, na watu wanavurugana kule ndani. Lazima kuwepo na ile ushirikiano wa pamoja. Kuna michezo mbalimbali, kuna kucheka, kuna pia kuona TV, kuna kucheza muziki na kuwe na ile faraja pale nyumbani. Na pia mwanaume anahitaji mke ambaye ni mzuri, ambaye pia ni mnyenyekevu na pia ambaye anaelewa. Kumbuka kwamba baba ndiye kichwa cha familia, yeye ndiye kiongozi, basi mwanamke pia lazima amtii. Kuna wanawake wengine ambao hawatii hata wanaume zao. Wao wataka kujiona kana kwamba wao ndio viongozi, wao ndio baba. Ndugu zangu, haitaendana. Mwanaume ndiye kiongozi wa familia. Mwanamke ni vizuri akijinyenyekea na pia kuleta ile unyenyekevu ambao inaeleweka, sio unyenyekevu wa utumwa, lakini unyenyekevu ambayo inaleta pia heshima nyumbani. Na ni mwanamke pia anayeleta amani nyumbani, na yeye pia anayeleta utulivu nyumbani, na yeye ndiyo anapatanisha kati ya baba na watoto wake. Kuna wanawake wengine ambao unajikuta kana kwamba wametenganisha baba na watoto wao. Baba anajitahidi sana kuleta amani, mama anajaribu sana kuleta ile utofauti kati ya baba na watoto wake. Kwa hiyo nyumba inakuwa vurugu. Mwanamke ndiye anayeleta amani nyumbani. Lakini pia mwanaume anahitaji kupongezwa kwa kazi nzuri anayofanya. Wanaume mara nyingi wakienda kule nje wanapambana sana kule nje kufanya kazi na mambo mengine ili kulinda familia. Akirudi nyumbani, basi mwanamke lazima umpongeze kwa kazi nzuri anayofanya, mwambie majina mazuri, na pia mtolee koti yake, mfulie nguo zake, pengine kiwezekana mpigie pasi vizuri, na mpike chakula ambacho kinaeleweka, chakula kitamu. Ni njia ya kumpongeza kwamba anafanya kazi nzuri. Ndugu zangu, tukiweza
kuyafuata haya maagizo machache ambayo pia sisi sote tunaelewa, utajikuta kwamba ile hali ya uzinzi, hali ya kutoheshimiana, hali ambayo kuna vurugu nyumbani yataisha. Naomba sana sisi kama waumini tuweze kuzifuata miongozo haya ili familia zetu ziwe imara. Familia ikiwa imara, kanisa letu pia linaenda kuwa imara na inaenda kuwa kanisa ya upendo. Lakini familia ikiwa na fujo na watu hawaelewani, jumuiya pia haitakuwa na amani. Watu hawataenda kwenye jumuiya na kanisa pia watu hawatajaa. Tunahitaji amani, utulivu na ushirikiano katika familia zetu. Tumsifu Yesu Kristo.